matumaini yangu hujambo na karibu mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya YouTube. Ni wasaa mwingine mzuri kabisa na kukaribisha hapa mezani kwetu kupata kufahamu mengi kumhusu mwanamtukuka wa Afrika. Warumi walisema Vox Populi, Vox Dei, wakimaanisha kwamba sauti ya umma ni sauti ya Mungu. Naam, mara baada ya kupokea maoni mengi kuhusu kutaka kufahamu historia ya kardinali wa kwanza Mwafrika, nasi tumeona ni vema kukusogezea hapo ulipo. Lengo ni kufahamishana na kujuzana mengi kumhusu kardinali huyu wa kwanza mweusi kutoka barani Afrika. Na siku hii ya leo nipo naye Askofu Dr. Method Mutegeki Kilaini, askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Bukoba. Nguli kabisa wa masuala ya kihistoria, yeye atatupitisha kwa uzuri kuhusiana na historia ya mwanamtukuka wa Afrika. Mimi ni Fred William na muda huu nikukaribishe uweze kuambatana nasi kuanzia sasa hadi tamati ya maongezi yetu kwa siku hii ya leo. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu na mambo mengine mengi kabisa yatakufikia hapo lipo, bila kusahau kubonyeza alama ya kengele ili kupata notification zote kwa mambo mazuri. Unaweza pia kupakua application ya Radio Mbiu katika simu yako kupitia Play Store ama Windows Store kwa kufuatilia matangazo yetu moja kwa moja popote pale ambapo utakuwepo ulimwenguni. Lakini pia unaweza kutufuatilia katika ile tovuti yetu ya www.radiombiu.co.tz. Tumsifu Yesu Kristo. Baba Askofu. Milele amina. Habari ya uzima? Salama, Mungu anatujalia. Ni matumaini yangu unaendelea vyema na utume. Safi kabisa. Tume unaenda vizuri. Naam, nikushukuru sana Baba Askofu kwa kupokea wito wetu na kufika siku hii ya leo. Walau kwa ufupi utujuze kuhusiana na historia ya mwanamtukuka wa Afrika. Ninafahamu kwamba ni historia kubwa tangu kuzaliwa kwake hadi kifo chake, lakini hii leo basi walau kwa ufupi kwa yale ambayo ungependa kutushirikisha siku hii ya leo kuhusiana na mwanamtukuka. Kutoka katika familia na ukoo wa kifalme na kinabii, alipewa jina la Rugambwa. Ni nani hasa huyu? Huyu Lauriani Rugambwa. Rugambwa jina alilopewa na baba yake. Rugambwa manake mtu anayesemewa vizuri. Ndio. Mtu aliyemtukuka, mtu anayekuwa na mambo mazuri, mwenye sifa nzuri. Ndio. Hiyo ndio jina Rugambwa. Maanake kugamba ni kusema. Rugambwa anayesemeka vizuri. Hivyo tuseme kweli, kwa kweli wale waliompa jina hilo tayari walishapata unabii kwamba huyu kwa kweli atakuwa mtu atakayesemwa vizuri. Na tunashukuru sana mpaka leo watu wanaoitwa Rugambwa wote wanapata. Hivyo kizaa mtoto muite Rugambwa tu. Hilo nimelipokea baba. Na Rugambwa udogo wake, malezi yake ya nyumbani alikuwaje? Shule aliposoma, shule ya msingi kabla ya kwenda seminari, ilikuwaje hasa kipindi? Rugambwa alizaliwa tarehe 22 Julai mwaka 1912 kule Bukongo, katika parokia aliyoita Rutabo. Au wengine wanajua kama Kamachumu. Ndiyo. Kule Kianja juu. Na alilelewa pale. Na tukumbuke kwamba alipozaliwa pale wa misioni kwa hujafika kule Rutabo. Ndiyo. Walikuja kufika baada ya miaka 9 baadaye ndio alipokuja kufika. Hivyo kule kwa kweli alikuwa anapata tu kwa kupata tu. Hata alipokuja kujifunza mambo ya dini, ilibidi atembee kutoka Rutabo akiwa mtoto wa miaka 9, kutoka kule Bushagara alikokuwa anakaa kwa mjomba wake. Ndiyo. Na kwenda mpaka Kagondo. Ambapo ni kilomita karibu 13 hivi kwenda kule. Hivyo ilikuwa ni kazi kubwa sana, mtoto wa miaka 9. Mpaka baadaye alipokuja kupata mtu wa kumkaza sehemu ya chini kule, lakini basi yote ilikuwa ni kila mara nenda rudi. Hivyo kwa kweli Rugambwa alijitahidi sana hata na kuja kubatizwa. Kubatizwa yuko mdogo. Alibatizwa akiwa mtoto mkubwa. Mwaka 1921. Baada yeye mwenyewe kujifunzia mwenyewe, kujisomea mwenyewe. Hiyo ni mtu ambaye dini yake aliitafuta mwenyewe baada akiwa mdogo. Na kwa shule, wakati ule kama chuma hapa kuwepo shule, alipaswa kwenda kule chini karibu na Makongora. Palikuwepo na ndio shule ilikuwepo. Unajua unapokwenda Rutabo kuna barabara inapita chini kule. Sehemu za Makongora kule. Kule ndiye alikwenda kusomea shule ya kwanza, yani ile masomo ya kwanza yale. Na baadaye akaenda wapi? Akaenda kule Kagondo. Na ndipo akamaliza shule yake, tuseme kidogo tunaita shule ya msingi. Shule ya msingi kabla hajaenda kule Rubia. Na kule Rubia
alikwenda na akakaa mpaka tunaoita karibu ni kama kidato cha 4 hivi. Mpaka kidato cha 4. Na kule kwa kweli alifanya vizuri. Na alifanya vizuri, alikuwa na akili sana na alikuwa anajifunza mambo mengi sana, hata na muziki alikuwa anaujua, anaupiga vizuri sana. Hivyo kwa kweli Rugambwa mambo yake ya elimu aliyafanya vizuri, na tunashukuru hivi na wazazi wake waliomtia moyo. Wazazi wake waliomtia moyo na akaweza kwenda mbele. Inasemekana kwamba Rugambwa alirudishwa seminari Rubya wakati huo anasoma kati ya mwaka 1926 hadi 33. Wanasema, mimi wakati naongea naye hakuniambia. Ndio. Hivyo siwezi kuisema, lakini wanasema kwamba kwa sababu ambayo haikuwa ya vitu vya kunani nani vya kitoto wakamfukuza. Na walipomfukuza akaona arudije nyumbani. Akalala hapo barazani. Ndio. Sasa mapadri wakaja wakasema, vipi? Mbona uko barazani pale? Sema wamenifukuza. Basi wakaona katoto, tena kwanza katoto kadogo. Wakaona kama kana nguvu hivyo ya kupenda upadre wakakarudisha. Hiyo ni historia inayozunguka. Yeye mwenyewe hakuniambia. Hivyo siwezi mimi kuiandika kwenye kitabu, lakini kwa kuisema hivi kwa mdomo nitaisema tu. Lakini naonyesha kwamba kwa kweli alikuwa na wito. Alikuwa na wito. Maana kama ingekuwa ni mtu mwingine angeshaondoka nyumbani. Angeshaondoka, angekwenda nyumbani. Kwa sababu seminari wapi hapa haijakolea. Mambo ya seminari yalikuwa bado hayajakolea, na mambo ya dini yalikuwa hayajakolea kati ya watu. Seminari wa seminari wengi wanapenda sana maandazi. Wenda ilikuwa kesi ya wenda alikwenda kununua kitu mjini, au alikwenda akapata pipi akaleta, yani vitu vidogo tu vya kitoto. Nakumbuka na sisi tukiwa seminari watu walifukuzwa shauri ya andazi. Hata tulipokuwa kwa mfano pale Rutabo, ndio tulikuwa tunakimbia kwenda kupata vile viandazi vile. Basi wakikushika wanakufukuza. Basi bahati mbaya kwa kweli mimi leo ni mtu akimfukuza mtu andazi sipendi kwenda. Nasikitika. Naambia bwana, mtoto ni mtoto mdogo ni mtoto mdogo. Mlee. Lakini walikuwa wanataka kuweka nidhamu. Na mtoto yuko mdogo. Miongoni mwa vitu ambavyo navisikiaga kwamba seminarini wanasema ni heri utoroke kukiwa na watu wote kuliko utoroke akiwa amebaki mtu mmoja. Kwa nini hii principle imewekwa hivyo? Mtu mmoja wapi? Seminarini, yani kwamba baba askofu wewe ndo labda ni Gambera pale, Rutabo ama Rubya. Mapadri wengine wameondoka, walimu wengine wameondoka, wametoka kwa shughuli mbalimbali. Mwanafunzi ndo anatoroka. Wanasema ni heri atoroke wote wakiwepo kuliko atoroke akiwa mtu mmoja. Akitoroka wote wakiwepo banaki ni kitu cha kawaida. Akibaki mmoja manaki unapanga mipango vizuri. Wewe una mikakati ya kutoroka. Una mikakati ya kutoroka, sio bahati mbaya. Alafu wakiwa wengi ukirudi utawate mmoja sema afukufuze, mwingine sema hapana mwache. Nini basi utapata mmoja wapo anaona ikupenda atakayekutetea. Lakini kweli watu wamefukuzwa wengi sana. Lakini mara nyingi sana walimu wanakuwa na moyo. Wala mimi niliyopitia nao watu walikuwa na moyo. Ni akina Father Godfrey Kamara wale ambao bado yupo sasa, alichapa kiboko siku moja, basi alafu nenda kule baada. Basi vitu kama hivyo tu. Ndio mtoto. Pamoja na masomo ya shule ya msingi, Rubya, seminari, lakini pia Rugambwa alisoma Uganda. Wakati ule wa seminari, mwanzoni wa seminari wote walikuwa wanamalizia pale Rubya. Ndio akina Mpapi, akina Oscar Kiakaraba, akina Mwirabure, wote walimalizia pale Rubya na kupewa upadisho pale Rubya. Lakini baadaye Rubya ikabaki tu shule ya sekondari. Ndio. Na baada ya shule ya sekondari walikuwa wanakwenda pamoja na waseminari wengine kule Uganda, Katigondo. Ujue kwamba mwelekeo wa kiutamaduni wa Bukoba ulikuwa unaelekea zaidi Uganda wado wakati ule. Alafu na vile walikuwa wanafundisha wale wote walikuwa ni mapadri weupe wa misionari wa Afrika. Hivyo ilikuwa ni rahisi kwenda Uganda. Hivyo wote kuanzia wakati ule mpaka miaka alipojenga seminari mwaka wa 64 walikuwa bado wanafanyia kule kazi, wanafunza kule Katigondo. Na kati ya walimu wake hasa aliyempenda sana alikuwa ni Askofu Kiwanuka. Alikuwa mwalimu pale Katigondo. Na kwa kweli yeye alikuja kumfahamu na nadhani alisaidia sana kidogo kumuinua. Siku nyingine tutatenga muda tuzungumze vizuri kuhusu Askofu Kiwanuka. Maana na yeye alikuwa ni askofu ndiye askofu Mwafrika wa kwanza wa nyakati zetu. Ndiye askofu Mwafrika wa kwanza wa nyakati zetu. Hivyo yeye anaye na historia yake nzuri. Hapa kuna kitu kiko ndani yake baba askofu. Sijui kama umekiona wakati Rugambwa akiwa anasoma Uganda, Askofu Joseph Kiwanuka alikuwa ni mwalimu wake, akiwa ni padri.
Na baadaye yeye akaanza kuwa askofu wa kwanza Mwafrika, lakini Rugambwa akaja kuwa kardinali wa kwanza 39. Kuna siri iko ndani yake hapa, wengi ambao watu siri ya Mungu. Ni siri ya Mungu. Siri ya Mungu ya Roho wa Bwana. Iliyowaunganisha. Unajua kuwaunganisha kule kuwili iliwapeleka wote. Huyu ni Kiwanuka na huyu Kiwanuka baada akamwona huyu kijana naye akasema huyu kijana mzuri, hata wanapoongea sema yule, mimi najua kuna kijana mmoja kule Bukoba anaitwa Rugambwa. Ni mzuri. Of course najua papa anapokuwa anateua mtu, papa hajui Mwafrika. Ndio. Kusema anamjua Kilaini, anamjua Ruoma, anamjua ndio hawajui. Ni wale watu wanaokuwa kule ndio wanatoa habari. Wanaofika kule. Sasa Kiwanuka alikuwa anafika kule. Hivyo habari ikafanya nini? Habari kaenda. Tarehe 12 Disemba mwaka 1943 Rugambwa alipata daraja takatifu ya upadre. Sasa wito alioitikia kwa mara ya kwanza anakuwa padre, ilikuwaje miaka hiyo? Miaka ile vitu viwili. Kwanza upadre ulikuwa unaonekana ni kitu kikubwa kwa sababu wakati ule wengi walikuwa ni wazungu. Wengi walikuwa ni wazungu. Na kwa upande mwingine Waafrika wengi walikuwa hawapendi watoto wao wa mapadre. Ndio. Unajua Mwafrika akiwa na kijana mwanamume kama alivyokuwa na Rugambwa, anataka mtoto wake afanye nini? Awe na ndoa, awe na watoto, ampe wajukuu. Hivyo kwa kweli ilikuwa ni ushupavu kwenda kule kuwa padre. Ilikuwa ni ushupavu kwenda kuwa padre. Na unajua kwamba wazazi wake walibatizwa baadaye. Yalipobatizwa watu wake walikuwa bado wabatizwa. Hivyo naona kwamba kwa kweli ilikuwa ni ushupavu. Ni ushupavu, ni uchaguzi unaofanya. Ni uchaguzi unaofanya kwa sababu watu walikuwa hawajathamini. Ingawa toka mwanzo Rutabo kwa kweli Rutabo ilikuwa na imani kubwa sana kwa ajili ya mapadre. Ilikuwa na imani kubwa sana kwa ajili ya mapadre. Na alipokuwa padre kwa kweli alithaminika vizuri sana na akaanza kufanya kazi nzuri sana tangu alipoanza. Nakumbuka mara ya kwanza alipelekwa kule Kagondo, ndio ilikuwa mahali pa kwanza alipokwenda na akafanya kazi vizuri pale Kagondo, alikuwa anasomea manzoni pale. Na mara ya pili baada ya hapo mwaka uliofuata 44 akapelekwa Rubia. Na Rubia hasa anajulikana kwa parokia gani? Ya Kijwide. Ndio. Alikuwa anakwenda sana Kijwide pale. Kabla hajawa parokia ikiwa bado kigango cha Rubia, ndio Mleba. Hivyo alifanya utume sana pale Mleba mjini. Basi na baadaye akaenda Kashozi. Na Kashozi inajulikana sana kwa sababu kijiji kimoja alichokipenda ni Katoma. Ni Katoma alikipenda sana. Kiasi kwamba alipokuja kuambiwa kupata habari aende Roma, alikuwa Katoma. Na ninasikia kwamba hiyo siku mara baada ya kutangazwa kwamba Rugambwa ni askofu, alikuwa yuko kwenye shughuli za kitume za kichungaji, na padri, sikumbuki vizuri ni padri nani, alimuuliza, sasa baba askofu, umeshatangazwa kuwa askofu, utakwenda kwenye utume ama utaenda kwa ajili ya maandalizi? Akasema hapana, kwa sababu ulishanipangia kazi, acha kwanza mimi niende kwenye nimalize kazi alafu nikirudi safari ndio tuanze kusherehekea. Na siku hiyo nasikia Kashozi iligongwa kengele muda ambao watu wengi hawakutarajia. Wakasema kuna nini kimetokea? Kumbe ni mwenzao yuko anahudumia watu. Anahudumia. Mpaka aliporudi basi ndio watu wakaja wakafurika kumpa pongezi. Kwa sababu alipokwenda Roma mwaka 48 akaenda katika chuo kikuu cha Urbaniana. Ndio. Na katika chuo kikuu cha Urbaniana alikuwa anakaa katika college moja au nyumba moja ya kulala inaitwa ya Mtakatifu Petro. Ndio. Ambapo kwa heshima yake waliweka chumba kimoja kikawa kwa ajili yake tu. Na palikuwa na picha kubwa sana ya kuonyesha kwa tulimpata askofu huyu wa kwanza wa Afrika wa Tanzania na kardinali wa kwanza wa Afrika. Na kule ndiye akajifunza na akapata degree ya pili na degree ya 3 ya uzamivu katika sheria ya kanisa. Na hata katika kuandika aliandika juu ya ndoa za Kiafrika na sheria ya kanisa. Ilikuwa ni udaktari wa uzamivu, ndio, au degree ya uzamivu au ndio udaktari PhD katika sheria ya kanisa, na aliandika juu ya ndoa, hasa jinsi ya ndoa ya Kiafrika. Tarehe 10 Februari mwaka 1952 historia iliandikwa. Askofu wa kwanza wa Tanzania. Na kama ambavyo umesema aliamua kuendelea kufanya shughuli nyingine baada ya kupewa taarifa kwamba barua imekuja kwamba wewe umeteuliwa kuwa askofu Vicariate Kagera ya chini. Maisha yalikuwaje kipindi hicho? Wazungu na mapadri wengi wa misionari wa Afrika walikuwa na hudumu hapa.
Na ilikuwaje hasa askofu huyu kwenda kupelekwa vikariati ya chini, Kagera ya chini? Tuseme kwa kweli hatutaki kusema sana, lakini sidhani kama ilipokelewa na wote vizuri. Halafu na ile wakati ule unajua ilikuwa bado kabla ya uhuru. Ndio. Na kwamba Waafrika wazungu waje waanze kumtii yule mzungu yule Mwafrika, ilikuwa nayo bado haijaingia kichwani. Na vile vile kwamba Mwafrika je anaweza, Kiwanuka alikuwa ameweza. Ndio. Na ndiye kama askofu Mwafrika wa kwanza wa kuweza kushika hiyo kazi. So wakamtia wa pili, wakaona wamjaribu. Ndipo wakakata tu parokia 5, twa Rutabo huko, Kanyigo huko, Kishogo huko, yani tuparukia twa chini kule. Twa chini kule wakaita Kagera ya chini. Na sio hiyo tu, wazungu wote wakatoka. Masista na mapadre. Waliokuwa katika maparokia yale kama Mugana, walikuwa masista weupe wakatoka. Wengine wakakasirika kabisa. Wanatutoa, Mungu ndiye anapenda, Mungu hapendi kitu. Lakini basi unajua kila mmoja ameshapata mizizi yake pale. Hivyo alibaki tu na Waafrika, ambayo ilikuwa ni jaribu kubwa sana. Ndio. Kule mwenzako kule ni mzungu. Na wazungu wengi wao wote wako kule, ambao wana wajomba Ulaya, wana wajomba Canada, wana wajomba wapi, akienda nyumbani anakuja mfani anakuja amebeba. Wewe unabaki na Waafrika tu. Mwafrika walimwacha kama kiraindi, akienda Katoma atabeba nini? Wanataka tu wanaomba badala wewe kubeba. Sasa hapo ilikuwa ni ngumu sana. Wakamweka kule Mwafrika peke yake na mapade wa Afrika waendeleze ile sehemu, wakulinganisha na kule ambapo ni wazungu watupu na Waafrika wachache. Hivyo kwa kweli ilikuwa ni kazi kubwa sana, lakini ambayo aliishinda. Na aliishinda vizuri mno. Na ndio sababu kardinali tokea mwanzo alianza anafundisha kanisa la kujitegemea. Toka mwanzo. Ndio sababu hata alipokuja Bukoba, hata alipokwenda Dar es Salaam, ujumbe mmoja aliyoupeleka, na nimeruka kidogo, aliyoupeleka kule na ambao alileta mapinduzi makubwa, ni kufanya watu wajitegemee. Wasitegemee kupewa. Na mwanzo kulikuwa kuna ugumu. Kwa sababu yeye alianzia pagumu akiwa na Waafrika. Wakati anataka kujenga shule, kwa sababu kitu kimoja alichokipenda sana ni shule. Akasema Waafrika tusipokuwa na elimu hatuwezi kwenda. Elimu ni kitu kikubwa sana. Hivi akasema kila mwenye parokia jenga shule pale. Na katika kila kigango jenga shule. Akasema shule usio na wasiwasi kwamba sina hela ya simenti, sina hela ya mabati. Shule sio mabati. Shule jenga vichumba vimoja, kibanda kimoja, tafuta miti jenga, tia udongo, tia watoto wasome. Kwa kweli wakasoma kweli. Shule Rutabo, shule Mugana, akajenga mashule Chadani Kishogo, akajenga mashule Chwandimi, akajenga mashule Rutete, yani even vigango vyote hivyo. Kila anapopata anaweka shule. Na shule inakuwa kigango. Kila anapopata anaweka shule. Kwa kweli ndio Bukoba ikafanya nini? Ndio Bukoba ikaanza kuamka. Kule Rutabo ndio ikaanza kuamka. Ndio wakaanza kumuona kwa kweli huyu anakaa anajua afanya kazi. Na kupitia shule ndiye akapata na waamini wazuri. Ndiye akapata na Waafrika waliosoma. Ndio. Waafrika, mapadre, walei, watu wote, akawasaidia wote katika kusoma na katika kujitambua kwamba wanaweza. Kuna mapadre wengine, kuna padre mmoja alikuwa anaitwa Padre Henry. Padre Henry alikuwa anasema nitakiweza. Walimuita nitakiweza. Alipokuwa anakata mti anakuwa ni mkubwa mno, hawezi. Anaufunga kwenye pikipiki na uburuta kuja kujenga nyumba. Anauburuta, watu wanafuata, wanakuna naye, wanaimba, wanafanya nini? Kwa kweli wakajenga, mambo yakaenda vizuri sana. Na Rutabo ikaamka, ikawa mstari wa mbele kabisa katika maendeleo. Baada ya kuwa Kagera ya chini ikawa jimbo la Rutabo mwaka 1953. Walipofanya majimbo, ikawa jimbo la Rutabo, akiwa na makao makuu yake pale Rutabo Kamachumu, ambapo ndio karibu na nyumbani. Jambo lingine alilofanya, akaita wazungu waliondoka, akaita wa kwake, ndiye akawaita Wakanosa pale Mgana. Ndiye akawaomba wakaja mwaka 54. Ndio wazungu wa kwanza waliokuja kumuunga mkono. Baada ya wazungu sita weupe kuondoka. Ndio wakaja pale Mgana, na ndio wameanza hospitali ya Mgana ambayo ni hospitali moja nzuri sana katika Tanzania nzima mpaka leo. Ndio wakaanza na shule ya wasichana na shule ya wavulana ambazo zimechukuliwa na serikali na zinaendelea kufanya kazi. Na sasa bado wanaendelea kufanya shule nyingine. Hivyo kazi hiyo aliifanya na akawatia moyo wa Afrika wenzake wakaweza kufanya kazi nzuri sana. Hiyo kwa kweli ni kitu kizuri alichoanza nacho na alichomaliza nacho.
Nasikia masista wa Kanosa walisaidia sana kueneza elimu ya kijamii, kufundisha wamama kushona na shughuli mbalimbali. Moja kati ya faida kubwa ambayo ilipatikana baada ya masista hao kufika huko. Baada ya kufika, walianzisha shule ya maarifa ya nyumbani ambayo ni kulea watoto, kushona, mambo ya afya, mambo ya usafi, hata na kupika na vyakula vyenye vitamini. Mmoja wakafanya hiyo. Wakatia shule ya kusoma ile inaitwa middle school. Najua nyakati hizo middle school ni kama karibu ni kama chuo kikuu, nakwambia ndugu yangu. Alikuwa na darasa la 8. Alikuwa anatoka, ni mtu mkubwa sana na anapata kazi kubwa serikalini ya wasichana. Ndio. Pale Mugana. Wakaanza baadaye na ya wavulana. Wakati ya hospitali ambayo ndio hospitali ya Mugana. Hivyo kwa kweli Mugana ikawa ni kituo kikubwa sana, ambao mpaka leo ni kituo kikubwa sana. Asante kwa masista hao wa Italiani wa Kanosa. Inasemekana Rugambwa alichukizwa sana na unafiki na mzaa katika imani. Akiwa askofu wa Rotabo, aliokataza waumini wa chama cha Mpondela Yesu ambao wafuasi yao walikuwa wanavaa kanzu zinazofanana na kasok. No, alichokataa kwanza, yeye alikuwa hataki kujionyesha. Ndio. Sasa ikaja kikundi cha watu hawa, yani ya kujionyesha wao ndio watakatifu. Wao ndio wanaojulikana. Ndio wafuasi wa Yesu, Mpondela Yesu. Hivi wanavaa makanzu kama walikuwa wanavaa wazungu. Ndio. Wale wa mishonari wa Afrika. Ili wanakwenda hata wanavyotembea hata kofia zao, wanatembea kama mapadri. Akasema hapana. Fanya kazi na tumikia Mungu. Mambo ya kujionyesha mbele akawakata. Alikuwa hapendi vitu hivi. Alikuwa anapenda mtu afanye kazi yake ionekane. Sio wewe uonekane, bali kazi yako ndio ionekane. Na hiyo ndio alifanya. Na yeye alianza mwenyewe kufanya kazi yake ionekane, na alifanya na wengine kazi yao ionekane. Yeye alikuwa mtu mnyenyekevu sana. Siku moja palikuwa na Mwarabu mmoja. Sasa yeye alikuwa hana pikipiki. Alikuwa anakwenda kwa lift tu. Sasa akawa pale, alikuwa na lori. Huyu akaomba lift kwenda kurudi Rutabo kutoka mjini. Yule Mwarabu kuonyesha kwamba anadharau, ingawa alikuwa na nafasi mbele, akamweka nyuma ya lori. Amevaa kanzu kanzu ya kiaskofu. Ndio. Akakaa nyuma ya lori mpaka kama chumu. Akakujali. Na vumbi na kila kitu kena nyuma ya lori. Huyo ndiye askofu Lauriani Rugambwa, bila kujali. Wakati naandika kitabu, kuna padre mmoja Father Rido. Ndio. Nilimwambia atuandikie juu ya alimuonaje Kardinali Rugambwa. Akatoa simulizi moja. Alikuwa anatoka Kagondo, anakuja mjini. Pale Kagondo akakutana na Askofu Rugambwa. Akasema naomba lift. Yeye alikuwa na pikipiki akasema Mungu wangu, mimi nimpe lift ya askofu. Nikimwangusha akasema usiwe na wasiwasi, nipeleke tu na shida. Akasema nikamweka askofu nyuma ya pikipiki yangu. Akasema siku hiyo niliende kama nishaendesha vizuri na kwa adabu. Lakini namuonyesha Rugambwa alivyokuwa. Alikuwa mtu ambaye alikuwa na makuu, licha ya kwamba na umbo lake na muonekano wake ungemfanya huyu mtu wa makuu. Alikuwa anaonekana wa kifalme. Lakini namna alivyokuwa anafanya, alikuwa haonyeshi makuu. Inasemekana Kardinali Rugambwa alikuwa na heshima kubwa sana katika ibada ya Mama Bikira Maria. Alikuwa anampenda sana Mama Bikira Maria. Alimpenda sana Mama Bikira Maria. Alimpenda sana Mama Bikira Maria. Na kila kitu kilichokuwepo alikikabidhi kwa Mama Maria. Kila kitu alichotaka kufanya, alichokuwa anaona hiki ni muhimu kwake, alikikabidhi kwa Mama Maria. Na ndio sababu katika ngao yake, unajua unapotia ngao, unatia kile kitu ambacho kinakugusa, ambacho kitakupeleka maishani mwako. Ndiyo. Alitia pale Maria shauri jema. Mate Boni Consil, mama wa shauri jema. Manake Mama Maria, manake nayo yafanya yote, ifanye kwa ushauri wa mama yangu Mama Maria. Manake alikabidhi yote kwa Mama Maria. Na hii katedrali hii mnayoiona, ndio ambayo ndio anasema katika Bukoba ndio kitu kinachomuonyesha utukufu wake. Alikabidhi kwa Mama Maria mwenye huruma. Mama Maria mwenye huruma. Mate Misericordia. Mama mwenye huruma. Ndiye alikabidhi kwa Mama Maria. Na ndio sababu katika maisha yake yote tulikuwa tunaona huyu kwa kweli, kwa Mama Maria, kwa Rosari, yani kila mara ulikuwa unamuona ameshika Rosari. Anasali Rosari. Ukiwa naye nenda na Rosari mfukoni, kwa sababu tusali Rosari. Sasa kama hauna Rosari utasikia vibaya sana. Lazima uwe na Rosari mfukoni, kwa sababu ukiwa nayo unajua wakati fulani atakuita kusali Rosari. Naanza kusali Rosari. Na ndio sababu nakumbuka alipokuwa ameugua sana. Ndio. Ilipokuja kufika tarehe 15 Agosti aliugua sana.
Nakumbuka nilikimbia kaenda kwa Kardinali Pengo, alikuwa bado askofu mkuu pale. Nikamwambia mwadhama yuko hali mbaya sana. Ndio askofu Pengo akaenda kule. Tulidhania atafariki tarehe 15 Agosti. Siku ya kupalizwa Mama Maria. Lakini akapona tena. Lakini akaja kafariki tarehe 8 Disemba, siku ya Mama Maria. Asubuhi watoto wake walikuwa wanasherehekea, jioni akafariki. Tutaiongelea baadaye kwa kinaganaga zaidi, lakini nataka kuonyesha hili tunapoongea juu ya Mama Maria. Yaani mpaka Mama Maria siku yake kubwa ambayo aliipenda sana, ndio siku hii akampeleka. Lakini akampeleka wapi? Akampeleka kwa mwanae. Inasemekana mara kadhaa kati ya kufunga, sala ya kufunga ama sala ya kufungua, aidha kwenye mikutano mbalimbali ya baraza la askofu ama pale ambapo atakaribishwa popote, inasemekana kwamba alikuwa lazima asali sala ya mshale, hiyo Mater Bonum Consil. Mater Bonum Consil. Kwa sababu ndio ilikuwa msemo wake. Mama wa shauri jema utuombee. Yaani kwa sababu alikuwa anaomba kila mara apate shauri jema kutoka kwa mama. Ndio. Hivyo kila mara sema mama wa shauri jema, ilikuwa ni kawaida tu. Mama wa shauri jema utuombee. Lakini pia au mama mkingwa dhambi asinaye alipenda sana. Ndio. Mama mwenye huruma naye alipenda sana. Lakini ya mama mwenye shauri jema alipenda mno. Nilisikia kwamba alishawahi kujifungia miaka ya nyuma kusali kwa ajili ya kuomba kupata eneo Kibuye. Na hapo mbeleni utaniambia kwa nini alibadilisha jina kutoka Kibuye kwenda Ntungamo, lakini inaonekana sala zake alizokuwa anaomba kwa Mama Bikira Maria zilikuwa zinajibiwa, kwa sababu kile ambacho alikuwa anakitamani kujifungia ndani kusali, na majibu yake yameonekana leo hii, sisi tunaona matunda yake. Yaani yeye kila kitu alichokuwa alichotaka kupata, hata alipokuwa anatafuta Visiga Segerea, alipokuwa anatafuta Rugambwa, kila mara yote alikabidhi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kupitia kwa nani? Kwa Mama Maria, kwa Mama Maria. Kutoka pale Kibuye ilikuwa ni ngumu sana. Na alitaka pale ajenge nyumba yake na ajenge vile vile nini? Seminari ya Ntungamo. Na pale ilikuwa ni ngumu. Kuna watu kadhaa walikuwa naweka ngumu kweli. Lakini Mungu ni mwema. Akasali kwa Mama Maria, milango ikafunguka. Hakika. Nimejifunza hilo. Na mimi nikishindwa nakwenda kwa Mama Maria. Hiyo nimejifunza kwake. Nikichapiga huko, nakwenda salamu Malkia. Milango inafunguka. Hiyo ni somo kubwa sana alilotupa. Sawa. Somo kubwa alilotupa. Kwamba kwa mama hakuna ushindikana. Haukataliwi chochote. Kama haupati maana yake hata kingekuharibu wewe. Ndio. Lakini kama ni kizuri kwako utakipata. Asante sana. Na mpendwa mtazamaji wa channel yetu ya YouTube, nikushukuru sana wewe kwa kutufuatilia sisi katika maongezi yetu mezani siku hii ya leo. Nipo naye Askofu Method Kilaini, askofu msaidizi wa Jimbo Katoliki la Bukoba, anatushirikisha namna ambavyo amemfahamu Mwadhama Raulian Rugambwa, askofu huyu na kardinali wa kwanza Mwafrika katika historia ya kanisa barani Afrika na ulimwengu. Nikushukuru sana kwa kutazama sehemu ya kwanza ya mazungumzo yetu, na nikusii uendelee kukaa hapo hapo kufuatilia sehemu ya pili ya mazungumzo yetu kutoka hapa mezani. Asante sana kwa wewe ambaye umesha subscribe katika channel yetu, na kwa wewe ambaye bado nikusii sana utufuate katika channel yetu ya YouTube, usubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata notification pale ambapo tunakusogezea hapo mambo mazuri kama haya na historia nzuri ya kanisa kutoka kwa Askofu Method Kilaini, nguli kabisa wa masuala ya historia ya kanisa hapa nchini Tanzania. Nikusihi sana usiende mbali, upate kufuatilia mwendelezo wa maongezi yetu haya sehemu ya pili kuhusu historia ya mwanamtukuka wa Afrika Kardinali Raulian Rugambwa. Mimi ni Fred William, asante sana kwa kutufuatilia na karibu tena wakati mwingine.